Karibu tuzidi kukupasha taarifa ambazo zinazidi kuchipuka, na nilivyokudokezea awali kuhusiana na masuala ya usalama na vile viongozi mbalimbali wakikashifu maafisa wa DCI. Hivi sasa nataka tuungane na mwandishi wetu Mike Kagongo aliye katika makao makuu ya EACC hapa Nairobi, atujuze ikiwa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya amesailiwa tayari au la, na ni kipi kinachoendelea kwa sasa. Mike, usukani kwako. Na mswadakta, asante sana Josh Onsara, bila shaka na kupata katika njia iliyo shwari zaidi kutoka hapa katika makao haya makuu ya EACC. Na kama ulivyo dokeza hapo awali ni kwamba ni kweli kabisa gavana wa kaunti hiyo ya Trans Nzoia George Natembeya alishafikishwa katika maeneo haya, na kwa sasa yuandikisha taarifa tu kuhusiana na kile ambacho anakifahamu kuhusu vujaji na labda matumizi mabaya ya pesa za umma, ikiwemo kupeana zabuni zisizo na njia mwafaka kama labda ilivyotarajiwa na serikali. Kwa hiyo kwa sasa ulivyoona hapa nyuma yangu wawili wakipita ni kinara wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa pamoja na mbunge wa Saboti Caleb Amisi, ambao muda mfupi uliopita wameingia hapa ndani kuweza kufuatilia masuala ambayo yanaendelea. Kwa umbali kidogo tu ni vijana ambao wanapiga kelele hapa na kule kusimama wanasimama kwa pamoja na yule gavana wa kaunti ya Trans Nzoia. Asubuhi ya leo maafisa wa EACC wameweza kufika katika makao ama boma lake gavana George Natembeya na vile afisi zake katika juhudi tu za kupekua kuangalia iwapo watapata mawili matatu ambayo yanaweza kuwasaidia katika uchunguzi huu wa kesi hii inayomhusisha ya zaidi ya shilingi bilioni 1.4. Na kiduchu tu kwa mbali, iwapo mpiga picha wangu Peter Gashanja ataweza kukuonyesha wananchi hawa wako mbali kidogo Josh Onsare, manake kwa sasa tuko ndani ya makao makuu ya EACC na hawa vijana wako upande wa barabara kule kipiga mayowe kusimama kidete na gavana wao huyo George Natembeya. Baadhi ya masuala ambayo wanahusishwa nayo ni kiwemo ujenzi wa uwanja wa Kenyatta hapo county ama hapo jijini ama mjini Kitale, ambayo bila shaka zabuni ambayo iliweza kupatiwa Parbat Sian Construction Limited. Vile anahusishwa na ujenzi wa makao makuu ya county, afisi kuu za county ya Trans Nzoia, kule kukarabati afisi ambayo ni zabuni ambayo ilipewa CM Construction Company Limited. Na vile swala ambalo anahusishwa nalo ni ujenzi wa hospitali ya Tomboya ambayo zabuni ilipewa Session Blue Contractors Limited. Maafisa hawa wa EACC wanasema kwamba baadhi ya zabuni hizi amekuwa akipeana kisha anaregeshewa kiasi fulani cha hela. Kwa hiyo ndio manake wakaweza kupiga msako katika boma lake na vile katika afisi zake. Wakati huo wote hakuwepo nyumbani kwake huko Kitale, amekuwepo hapa Nairobi, manake amekuwa hapa weekend nzima, na kisha leo hii wakaingia mahali ambako alikuwa na wakampata na kisha wakamleta katika makao haya makuu ya EACC asubuhi ya leo. Hadi sasa anazidi kuandikisha taarifa hapa katika afisi hizi za EACC, na punde tu atakapotamatisha basi tutafanya kusemezana naye, na vile maafisa wa EACC watakuwa wanatufahamisha uchunguzi umefikia wapi, japo taarifa ambayo ishatolewa awali na yule ambaye ni Abdi Mohamud ni kwamba bado wanazidi kufuatilia na kupekua wapate taarifa ambazo zinaweza kuhusishwa na uvujaji wa zaidi ya shilingi bilioni 1.4, wanavyosema kwamba tangu mwaka 2022-2023, mwaka wa kifedha 2022-2023 na mwaka wa kifedha 2024-2025 ndio pesa hizi ziliweza kuvujwa, na baadhi ya zabuni hizo ziliweza kupeanwa tofauti na matarajio ya kurunzi
ya serikali ndio EACC. Kwa hiyo kwa sasa Joashon Sare, sie tutazama na tutakapofanya kuibuka tutakujuza wewe na wale watazamaji wetu ni yapi ambayo wanazidi kujiri hapa. Manake naona maafisa wa usalama wakiwa na vitoa machozi wakiwafurusha wakaazi kutoka eneo hili. Sijui kama iwapo kiduchu Joashon Sare nitakuwa na kujuza hayo kwenye taarifa zetu za baadaye, ila kwa sasa maafisa wa polisi wamewaondoa ama wamewafukuza hapa katika lango kuu la EACC hawa wakaazi takriban 200 hivi na vibango wanavyoinua juu wakisema release George Natembeya, release Governor George Natembeya, japo kwa sasa wametolewa katika lango hili kuu la EACC. Joashon Sare, kwenye taarifa zetu za baadaye nitakuwa na kufahamisha yale ambayo yanazidi kujiri, japo kwa sasa tunasubiria hapa. Nimeambiwa takriban saa 1 hivi atakuwa anamaliza kuandikisha taarifa, alafu kisha aweze kusema nasi na vile vile maafisa wa EACC kadhalika waseme nasi ni kipi ambacho wameweza kuandikiwa na Gavana Natembeya, ni yapi ambayo wameweza kukusanya kuhusiana na uchunguzi wa uvujaji wa zaidi ya shilingi bilioni 1.4. Halipo la ziada kwa sasa. Tutazama, tukiibuka tutakufahamisha mengi zaidi. Mie na mpiga picha wangu Peter Kashanja. Kwako Joashon Sare. Na shukran sana Mike Kagwango, ukitujia mubashara kutoka makao makuu ya EACC hapa jijini Nairobi kufuatilia taarifa hiyo. Najua kwamba unapozama ukiibuka basi utatupa matukio na vile vile matokeo ya usaili huo na uchunguzi huo ambao unafanywa na maafisa wa EACC. Mtazamaji, kwa namna hiyo tunazidi kukupakulia taarifa zingine.